Kikubwa kabisa kinachofanyika katika msafara huu, kwanza kabisa ni kuhamasisha umma kukataa kabisa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Tunataka kutengeneza utamaduni ambao wananchi watakuwa wa kwanza, mabalozi wakubwa wa kukemea wanapoona vitendo vya ukatili wa kijinsia. Na ili waweze kukemea vitendo vya ukatili wa kijinsia, inabidi wananchi wenyewe wavifahamu, na sio kwamba hawafahamu. Tumekuta maeneo mengi wanafahamu ukatili wa kijinsia. Kikubwa ninachoweza kusema, ukatili bado upo katika maeneo kote ambapo msafara umepita, kote bado wameweza kusema kwamba ukatili upo mkubwa sana. Vitendo vya kubakwa bado vipo, ndoa za utotoni zipo, mila potofu ambazo za kukeketa bado zipo, na maeneo hayo watu ambao walikuwa kwenye msafara wameweza kushuhudia. Lakini vitendo hata vya wanafunzi kupewa adhabu kali za kupita kiasi zinazotweza utu wao pia zimekutwa katika baadhi ya maeneo. Lakini kikubwa tulichokifanya ni kuangalia tunaweza vipi kubadilisha fikra na mitazamo ya jamii zetu ili kuweza kukemea na kuachana na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tunatarajia tunatengeneza kizazi ambacho kiko salama, kizazi ambacho hakitavumilia aina yote ya ukatili, na ndio maana katika nguvu kubwa tunapeleka zaidi mashuleni, kwa sababu tunaamini kabisa hawa watoto bado ni wadogo na bado wana uwezo wa kuelewa ukatili. Akifanyiwa yeye ana uwezo wa kutoa taarifa, lakini anaweza kazuia, anaweza hata nyumbani akaenda kawaambia wazazi wake kwamba kitendo hiki ni ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tunataka kwanza kutengeneza kizazi ambacho hakitavumilia ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tunapita huko, lakini pia katika masoko tumetengeneza kambi mbalimbali. Tuna mabalozi ambao hawa na wenyewe pia wanasimamia masuala ya ukatili katika maeneo kama ni ya masokoni au minadani, ili kuhakikisha pia katika yale maeneo yanakuwa salama kati ya wanawake na wanaume ambao waweze kupata huduma zao vizuri sokoni. Kwa hiyo tunategemea kuwa na Tanzania ambayo haina ukatili wa kijinsia. Kupambana na ukatili dhidi ya ukatili. Lakini vile vile sio watoto pekee yake, pia tunahusika na kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia katika maeneo mbalimbali. Mfano leo tumeweza kufika sokoni, maeneo ambayo yenye mkusanyiko mkubwa, pia tunatoa elimu. Kwa tunatoa elimu masokoni, mashuleni na sehemu mbalimbali kwenye vyombo vya habari. Yote tunataka ama kusaidia jamii iweze kuepuka swala zima la ukatili wa kijinsia na pia ukatili dhidi ya watoto. Naitwa Masorohi Ramadhani Kipati. Nasoma kidato cha 5 taasisi ya HGFA. Kwa mimi elimu hii ina umuhimu mkubwa sana kwa mimi. Cha kwanza, inatupa uwezo wa kutambua nini ukatili wa kijinsia na kitu gani ufanye maji kuepuka kitu nini cha kijinsia, na kingine inatusaidia sisi kuwaripoti wale ambao wote wanafanya. Napenda iwe endelevu, ikiwa endelevu kwa sababu sio kwenye shule yetu sisi, watu wengi sana wapitia changamoto, na tukiwa tunapita mikoa mbalimbali na yani at least Tanzania nzima itakuwa inatusaidia, kwa sababu kwa asilimia kubwa watu wa huku mjini elimu wanaipata kwa urahisi. Ingekuwa vizuri na hadi vijijini kule, kwa sababu watu ndio wanafanywa sana ukatili, na kwa mikoa sana kaskazini ukatili unatokea kwa asilimia kubwa sana. Ikifika kule itakuwa inawasaidia wao kuwapa ujasiri na kuwapa chachu wafanye kutimiza malengo yao. Majina naitwa Ryan Saidi Khalfani. Nimejifunza kuhusu elimu hii ya unyanyasaji wa kijinsia. Tusiwe wenye kusita kwenye kusema mambo, na pia unaweza kutusaidia. Kwa mfano tukiwa yani tumefanya vitendo vya unyanyasaji, unaweza ukaja ukasema, na ukishasema anaweza akaenda nyumbani kwako akaongea na mzazi wako, na anaweza akaacha kufanya hivyo vitu. Pia yani wasisito kuwaeleza, kuna walimu kuna watu wengi ambao unaweza ukaambia na wanaweza wakaficha siri zako na waweze kusema sehemu yoyote. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukawaambia.